أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Mwenyezi Mungu anaita waja walioamini imani kamili, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waja mlioamini imani kamili. Amethibitisha Mwenyezi Mungu uaminifu kwa hao waja, uko wao hao waja waaminifu ndio wepesi wa kumjibisha Mwenyezi Mungu, ndio wepesi wa kujibisha Qur'an, ndio wepesi wa kusikia anayosema Mwenyezi Mungu. Enyi waja mlioamini imani kamili, la takhunu Allah, msimfanyie Mwenyezi Mungu khiana. Khiana, msimfanyie Mwenyezi Mungu khiana, msimfanyie Mwenyezi Mungu khiana. Na mwanadamu ufanya khiana namna gani kwa Mwenyezi Mungu? Mtu ni mwenye kufanya khiana namna gani kwa Mwenyezi Mungu? Au watu wanafanya khiana namna gani kwa Mwenyezi Mungu? Kufanyiwa Mwenyezi Mungu khiana ni kuwa Mwenyezi Mungu aliufaridhisha saumu katika mwezi wa Ramadhani, na saumu ni nguzo miongoni mwa nguzo tano za Uislamu kwa kila Muislamu awezaye. Sasa kule kufaridhishwa au kule kulazimishiwa au kule kuwajibishwa, hiyo ni amana aliyotwishwa mtu Muislamu, aliyotwishwa mtu mwenye kuamini imani kamili. Sasa mtu kama hatafunga anakuwa amemfanyia Mwenyezi Mungu khiana. Mtu kama hatatoa zaka
atakuwa amemfanyia Mwenyezi Mungu khiana. Mtu kama hata swali anakuwa anamfanyia Mwenyezi Mungu khiana. Mtu kama hata hiji anakuwa anamfanyia Mwenyezi Mungu khiana. Mtu kama hatakuwa mchaji Mungu, mtu huyo amefanyia Mwenyezi Mungu khiana. Kwa vyote hivyo Mwenyezi Mungu amelazimisha juu ya muumini, juu ya mtu Muislamu, juu ya mja wake huyo. Sasa atakapokataa kufanya hayo, mtu anakuwa amemfanyia Mwenyezi Mungu nini? Khiana. La takhunu Allah wa rasula, na pia msifanye khiana kwa Mtume salawatullahi alaihi wasallam. Na khiana, mtu atamfanyaje khiana Mtume? Mtu Muislamu khiana yake kwa Mtume ni kutomfuata Mtume. Mtu Muislamu khiana yake kwa Mtume ni kutomuiga Mtume. Mtu Muislamu khiana yake kwa Mtume ni kutochukua ruwaza na sampuli nzuri kutoka katika maisha ya Mtume. Mtu Muislamu asipofuata sunna zake Mtume salawatullahi alaihi wasallam, tayari ameshakuwa yu mwenye kumfanyia Mtume salawatullahi alaihi wasallam khiana. Isitoshe, watakhunu amanatikum, na enye waja mlioamini imani kamili, msifanyiane khiana katika amanati zenu mnazowekeana. Msifanye khiana katika amanati zenu. Mtu amekuwekea 500 yake, usipotee na 500 yake. Mtu amekuwekea amana yake 500, usiingize mkono katika hiyo 500 yake. Alhasan, vyote vyenye kuaminiwa kwa hiyo mtu asifanye khiana ndani yake. Sasa khiana, kuna mtu kufanya khiana kwa Mwenyezi Mungu na mtu kufanya khiana kwa Rasul salawatullahi alaihi wasallam, na mtu kufanya khiana kwa mtu mwenzie. Haya yote matatu dini imekataza. Haya yote matatu Mwenyezi Mungu amekataza. Haya yote matatu Islam imekataza. Haya yote matatu imani imekataza. Sasa imethibitika imani anayo yule mtu atakayelinda amana, yule mtu atakayehifadhi amana, yule mtu atakayechukulia amana dhamana. Salawatullahi alaihi wasallam amesema, la imana liman la ahda lahu, hapana imani kamili kwa yule mtu ambaye hana ahadi. Tizama amana yangu hiyo kwa uzuri, niwekee kwa uzuri. Naam, inshallah nitakuwekea kwa uzuri, lakini kumbe inshallah hiyo imekuwa inshallah chambo cha kuvutia, kitego cha kutegea. Basi mtu asiye na ahadi katika amanati hizi hana nini? Hana imani kamili. Na ndiyo miongoni mwa sifa za mtu muumini, mtu mwenye kuamini imani kamili na mtu Muislamu, miongoni mwa sifa zao ni nini? Ni kule kuwa mtu mwaminifu, ni kuwa mtu mwaminifu. Sasa uaminifu ni sifa ya mja mwenye kuamini imani kamili.
na khiana ni sifa ya mtu munafiki. Khiana ni sifa ya mtu munafiki. Salawatullahi alayhi wasallam ametuambia akisema kuwa alamatul munafiq, ayatul munafiqi thalatha, alama ya kumjulisha mtu huyu ni mtu munafiki ni tatu. Alama ya kumpambanua mtu, ya kumwambia mtu kuwa huyu mtu ni mtu munafiki ni tatu. Alama ya kwanza, idha haddatha kadhaba. Mtu munafiki akisema husema uongo. Mtu munafiki akizungumza huzungumza uongo. Mtu munafiki akisimulia husimulia uongo. Sasa uongo ni alama ya nani? Ya mtu munafiki. Hii ya kwanza. Ya pili, miongoni mwa alama za kumjulisha mtu munafiki, wa idha wa'ada akhlafa. Wa idha wa'ada akhlafa. Ya pili, mtu munafiki akiahidi anavunja ahadi. Akiahidi anapindua ahadi. Akiahidi anaugeuza ahadi. Mtu munafiki ni yule mtu asiyetimiza ahadi. Nitakupa saa 5. Saa 5 limefika, akasema saa 7. Saa 7 imefika, asema badala ya 10. Huyo ni alama miongoni mwa alama za kulijulisha nini? Unafiki, za kuonyesha nini? Unafiki. Alama ya pili ya mtu munafiki ni nini? Wa idha wa'ada, akiahidi akhlafa, anavunja hiyo ahadi, anaugeuza hiyo ahadi, anaupindua hiyo ahadi. Alama ya tatu ya kumjulisha mtu kuwa ni mtu munafiki, wa idha tumina khana. Wa idha tumina khana. Wa idha tumina khana. Mtu munafiki akiaminiwa kuweka kitu anafanya khiana katika kile kitu alichoaminiwa kwake. Amewekewa amana ya watu, nguo, basikili, pesa. Jioni wende masikini tao, usiku ya vago ya watu nendayo kwenye pati. Mkono vile aingize kwenye mifuko ya amanati zilizowekwa kwake. Huyo mtu ni khai. Au huyo mtu ni nani? Munafiki. Huyo ni mtu munafiki. Wa idha tumina khana. Na mtu anayeaminiwa na ufanya khiana, huyo ni mtu munafiki. Ndio Rasul amesema, wa insama wa salla wa zama annahu muslimun. Ni jambo kuwa huyo mtu atafunga kama wanavyofunga waumini kamili, ijapokuwa huyo mtu atasali kama wanavyosali waumini kamili, na ijapokuwa huyo mtu atadai kwenye ni Muislamu kamili, lakini ijulikane kwa yeye ni nani? Yeye ni mtu munafiki. Ijulikane kwa yeye ni mtu munafiki. Sasa unafiki maana yake nini? Unafiki idharu alkhairi wa ikhfa'u alshar.
kudhihirisha kheri. Mtu anadhihirisha kuwa ni mtu wa kheri, lakini ameuficha shari ndani. Au maana hasa ya unafiki, idharu al-iman wa ikhfa'u al-kufran, ni mtu kudhihirisha kuwa yu mwenye kuamini imani kamili, lakini ameuficha ukafiri mkubwa ndani. Huo ndio nini? Unafiki. Huo ndio nini? Unafiki. Huo ndio nini? Huo ndio unafiki. Na ndio tunaukuta Mwenyezi Mungu anatuambia, enyi waja mnaoamini, msifanye khiana kwa Mwenyezi Mungu kwa kutoweka maamrisho yake katika vitendo na kutoepukana na makatazo yake. Mwenyezi Mungu anatuambia, la takhunu Allah wa rasul, na mtume vile vile msimfanyie khiana kwa kutomuiga, kwa kutomfuata, kwa kutochukua ruwaza nzuri ya maisha kutokamana na uhai wake. Watakhunu amanatikum, na msifanye khiana vile vile katika amanati zenu mnazowekeana, mnazoaminiana kwayo. Wa antum ta'lamun, mwafanya vile ilhali mwajua. Mwafanya vile ilhali mwajua, yani mwamkhini Mwenyezi Mungu ilhali mnajua Mwenyezi Mungu huyo bila shaka ni wajibu kuabudiwa. Mnamfanya khiana kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ilhali ya kuwa mwamjua Rasul ni wajibu afuatwe, kwa kweli ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa walimwengu mzima. Fanya khiana kwa tusie ilhali ya kuwa tuwajua kuwa kufanya khiana kwa mwenzio ni dhuluma, kufanya khiana kwa mwenzio ni unyang'anyi, kufanya khiana kwa mwenzio ni uporaji, ni mbaya. Watu mtaalamu ndio Mwenyezi Mungu mwafanya hivyo, si kwamba mwajinga. Mwafanya hivyo sio kwamba hamuelewi. Mwafanya hivyo sio kwamba hamjui, bali anasema Mwenyezi Mungu, wa antum taalamun, mwafanya hizo khiana ili hali yako nyinyi mnajua. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allaha indahu ajrun adhim. Wa'lamu, na nyinyi watu waumini, nyinyi watu wa Islamu, nyinyi wanadamu, jueni. Wa'lamu, jueni. Annama, bila shaka si jambo jinginelo, amwalukum, mali zenu. Amwalukum, mali zenu, senti zenu, pesa zenu, shilingi zenu, ng'ombe zenu, mbuzi wenu, kondoo wenu, mapato yenu, mavuno yenu. Amwalukum, mali zenu hizo mlizo nazo, wa auladukum, na hao watoto wenu mlio nao, mali na hao wana mlio nao, fitnatun, ikhtibaru, imtihani, ni mtihani Mwenyezi Mungu amewawekea. Kakupa mali Mwenyezi Mungu, anataka kuona Mwenyezi Mungu utadhihirishaje utumizi wa hiyo mali. Ama yeye Mwenyezi Mungu anajua wewe ni mtu wa namna gani, lakini kakupa upate kudhihirisha masurufu yako, matumizi yako namna gani katika hiyo mali juu ya hao waja wenzako.
Hiyo ndio mtihani hapo. Nataka kuona Mwenyezi Mungu utayatumiaje hizo mali na wanadamu wenzako na washirika wenzako, watu, hizo neema alizokupa yeye Mwenyezi Mungu. Sasa hayo aliyotupa Mwenyezi Mungu si kitu ya kibinafsi au si mali ya kibinafsi, bali ni mali inayohitajiwa kwayo ushirikiano na hao fukara na hao masakini na hao yatama na hao abnao sabil. Isitoshe, Mwenyezi Mungu vile vile amekuruzuku wana, amekuruzuku watoto, kakupa hao wana, kakupa hao watoto ili akuone wewe utawafanyia nini hisabu. Utakuwa mwadilifu kati ya watoto wako, utakuwa mwadilifu kati ya watoto wako. Je, hao watoto utawalea namna gani? Je, hao watoto utawasomesha namna gani? Je, hao watoto utawasimamia namna gani? Kuna wengine utawafadhilisha na kuna wengine utawaleta katika hali duni. Yote hiyo anataka kuona Mwenyezi Mungu wewe utasimama msimamo wa namna gani juu ya hao watoto. Sasa watoto Mwenyezi Mungu ametuletea hali ya kuwa ni nini? Ni mtihani, ni mtihani. Hata Rasul salawatullahi alaihi wasallam amesema sawu baina auladikum fil atiyati, sawu fi auladikum au sawu fil atiyati baina auladikum, kama hivyo. Weni sawazisheni vipawa iwe sawasawa kati ya watoto wenu hao. Ukimpa huyu 5 na huyu 5 vile vile, huyu 10 na huyu 10. Mzazi asionyeshe pendeleo upande fulani. Ugonjwa mkubwa ya wazazi mambo leo kuwa wameufadhilisha watoto wao. Wavulana wanawapa mengi na wasichana wanawapa machache, au wasichana wanawapa wengi au wavulana wanawapa machache. Wazazi mambo leo ndio wamo katika hali ya namna hiyo. Tuone uzuri, tuone uzuri. Hao watoto ni amana kubwa, na dhamana ya kuchukua amana ya hao watoto sio dhamana rahisi au nyepesi. Ona wazazi namna watakavyorejea, ndio hali ya uregevu unavyoonekana katika watoto. Sasa watoto ni tafsiri inayofasiri hali ya watoto. Tazameni dunia hii imechukua nafasi ya wazazi wote katika maisha. Dunia hii imechukua nafasi ya watoto wote katika maisha.
Leo hii humkuti mzazi aliye na fikira ya dini katika maisha. Leo hii humkuti mwana mtoto aliye na fikira ya dini katika maisha. Kwa nini? Kwa muda mrefu na wakati mrefu wazazi na watoto wamo maishani. Sasa uregevu umepatikana upande wa dini. Dini imekuwa yatima, haina wa kuishughulikia, haina wa kuisemea. Wazazi wameonyesha uregevu wao wazi wazi kwa watoto upande wa dini, na watoto nao wameudhihirisha upeo wa uregevu wao mbele ya wazazi wao katika dini. Tuone mchana kutwa tumeshughulini kazini, fikira ya dini hatuna. Mchana kutwa watoto wamo shughulini masomoni, fikira ya dini hawana. Uregevu huo wa wazazi imewafanya watoto vile vile waregee kama wazazi wao. Ndio nimesema hao watoto wao ni tafsiri, wanafasiri hali ya wazazi. Hali ya nini? Hali ya wazazi. Dini haina wakati wa kusomwa, dini haina wakati wa kushughulikiwa, ila dini inashughulikiwa saa 11:15 mpaka saa 12:15. Hiyo muda saa moja katika masaa 12, dini inashughulikiwa kwa saa moja. Tena shughuliko hilo kwa wale wazee au wazazi walio na nini, na imani, walio na imani. Lakini hatari kubwa tuliyo nayo ni leo hii watoto wetu hawasomi dini. Leo hii watoto wetu hawana haja na dini. Leo hii watoto wetu wanaona dini si kitu. Kwa nini wameona dini si kitu? Kwa kuwa baba yake na mama yake wanaona dini si kitu. Kwa nini hawaipi dini haki yake? Hawaipi dini watoto haki yake kwa kuwa wameona baba yake na mama yake hawapi dini haki yake. Kwa nini watoto wanapuuza dini? Wanapuuza dini kwa sababu wameona baba yake na mama yake wanapuuza dini. Akija mwana saa 10:30 nyumbani, baba na mama mtoto kachoka, pumzika kidogo. Mtoto kachoka, kujiburudisha kidogo. Mtoto kachoka, pumua kidogo. Kupumua huko, kupumzika huko ni alama ya uregevu. Tumesombwa na wakati, na wakati huo ni wakati wa kuombwa,
jamaa zangu, ndugu zangu, tuone hasara tuliyomo ndani yake. Leo hii watoto wetu hawana raghaba ya dini, hawana mapenzi ya dini, hawana matakwa ya kutaka dini. Kwa nini? Wamo katika mazingira isiyokuwa ya dini, wamo katika mazingira environment isiyokuwa ya dini, na kiidadi wameshindwa, kihesabu wameshindwa. Wao ni wachache, na wasiotaka dini ni wengi. Sasa uregevu tulio nao tuupindue, tuichangamkie dini, tupindue hali yetu, tuichangamkie dini, tuone dini. Dini ni hifadhio kubwa katika dunia na akhera. Tuone dini. Tunalea malezi mabaya machafu kabisa, hata hatukulelewa hivyo. Tunalea malezi isiyofaa, hatukulelewa hivyo, bali sisi tumedhihirisha uregevu wetu wazi, na watoto wetu wamedhihirisha vile vile uregevu wao wazi. Kusoma dini hawataki, kusoma Qur'an hawataki, kusoma Islam hawataki. Makosa ya nani? Makosa ya baba na mama. Hakuna wazazi walio na fikra ya dini. Kibira yetu hii mkiona kama vile katika madrasa watoto toka miaka 3 ndio wanaokuja katika madrasa hapa, mpaka watoto wa miaka 14, lakini toka miaka 15 kuendelea juu wanadai nimeshakuwa mkubwa, ana kalasi kuru kabiri. Wanadai nimeshakuwa mkubwa, ana jakobiri kalani. Wanadai nimeshakuwa mtu mzima. Kwa nini wanadai hivyo? Wanaiga walioko mbele yao katika miaka ya 20. Wale watu wa miaka ya 20 idol wamekaa, hawashughuliki na Iqra, wamekaa hawashughuliki na utlu. Nini maana ya utlu? Iqra, utlu, iqra, utlu, soma. Ulegevu ulipoonekana kwa waliotangulia, ulipoonekana kwa wakubwa, wana vile vile wanafuata. Sasa tuone tuwaharibifu, na waambia jamaa zangu tuwaharibifu, tutakuja kuyaona hayo baadaye, na Mwenyezi Mungu atawadisha umri muone hiyo. Na mimi nimeona malezi haya, hatukulelewa hivyo. Uregevu huo ulioko kwa wazazi, hatukuona uregevu kama huo kwa wazazi wetu, bali uchangamfu waliokuwa nao wazazi wetu, wametia raghaba na wametia hima ya wana kupenda dini, ya wana kutaka dini, ya wana kuitukuza dini, ya wana kuheshimu dini, ya wana kuheshimu nini? Kuheshimu dini. Lakini kwa sababu ya wazazi wapo katika hali ya kutoheshimu dini, vile vile wana wameiga hiyo hali. Hatari kubwa tumo ndani yake, hatari mbaya tumo ndani yake. Nendeni mkafikiri hiyo maneno, Sasa watoto wa miaka 15 madrasani hawako. Kwani wameshakuwa wakubwa?
wameshakuwa wakubwa, ni wengi wao. Akitafanya CPE basi khalas, inatosha na kutoka. Hali hii ya kistandard imefanya watoto wageuze hali. Tuzindukane, tuamke, tuone ukweli uko upande gani na tuifuate, na tuone isiyokuwa kweli uko upande gani na tusifuate. Lakini hatari tulio nayo ni kuwa wazazi wote wameregea kidini, katika dini, na watoto wamedhihirisha wazi ulegevu wao katika nini? Katika dini. Hakuna mtu anayeuliza mtoto wako umekwenda soma, unasoma Qur'an, unasoma nini? Hebu soma hapa, hebu kabla hujalala soma qul huwallahu, kabla hujalala soma ayatul kursi. Hakuna, hakuna. Tuamke, tuzindukane. Hao watoto, inama amwalukum wa auladukum fitnatun, ikhtibarun, ni mtihani. Ikhtibarun ni mtihani. Ama kusoma huku mwanzo wake ni toka kuzaliwa kwake mtu, ni mwisho wake mpaka kufa kwake mtu, kuwekwa katika bwana ndani wakati wote wa maisha mzima ni wakati wa kusoma. Hakuna ndani yake wakati mimi mtu mkubwa, hakuna ndani yake wakati mimi mtu mzee, hakuna ndani yake wakati mimi sijiwezi, hakuna. Bali hayo yote wamekuja kuvumbua wataalamu wa uvumbuzi. Basi waalamu, jueni annama amwalukum, kabla shaka mali zenu, wa auladukum, na watoto wenu, fitnatun, ni mtihani Mwenyezi Mungu amewaletea. Mtawafunza namna gani? Mtawalea namna gani? Mtawafisha namna gani? Hizo mali mtapeleka wapi? Hizo mali zitakuwa ni tikiti ya sinema, hizo mali zitakuwa ni tikiti ya disco, hiyo mali zitakuwa tikiti ya kuingia baa, hizo mali zitakuwa tikiti ya kuingia pa makahaba. Hiyo ndivyo sivyo. Wa anna Allah, na kabla shaka ya Mwenyezi Mungu, indahu ajrun adhim, ana yeye ujira mkubwa kabisa kwa wale watakaofanya vitendo vinavyostahili ujira mkubwa. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil adhim. Mwenyezi Mungu anaita, unaona, anakasana Mwenyezi Mungu, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu. Utaona ajabu, mbona hakuna ya ayyuhal muslimuna? Mbona hakuna nini? Pengine kuna kasoro katika muslimuna, kuna kasoro katika muslimuna. Kwa Waislamu, jambo katika Uislamu wao ugeugeu wa kutumia khiari katika dini, ugeugeu wa kufanya kwa kupenda katika dini, hali ya Uislamu. Lakini hao waumini ni wale walioaminiwa, watekelezaji wa maamrisho yake Mwenyezi Mungu, nao ni wepesi kujibu wito wake Mwenyezi Mungu. Hao waumini, ya ayyuhalladhina amanu,
enyi waja mlioamini imani kamili, in tattaqullah, mkimcha Mwenyezi Mungu, in tattaqullah, mkimcha Mwenyezi Mungu, in tattaqullah, mkimcha Mwenyezi Mungu kwa kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo na kujitenga mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu. In tattaqullah, mkimcha Mwenyezi Mungu kwa kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo na kujitenga mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu. In tattaqullah, mkimcha Mwenyezi Mungu kwa kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo na mkajitenga mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu, mkifanya hivyo, yaj'al lakum furqana, yaj'al lakum furqana, yaj'al lakum furqana. Mwenyezi Mungu atawajalia mwana kifarikisho cha kufarikisha baina ya haki na batili. Mwenyezi Mungu atawajalia kuwa na utambuzi wa kutambua haki na batili. Mwenyezi Mungu atawajalia kuwa nini? Na upambanuzi wa kuweza kupambanua hiki ni kizuri na hiki ni kibaya. Uchaji Mungu unafunua akili kwa mwenye kuamini, unaongeza maarifa katika akili ya mwenye kuamini, unaongeza ujuzi katika fahamu ya mwenye kuamini. Ushahidi wenyewe, in tattaqullah, mkimcha Mwenyezi Mungu, yaj'al lakum furqanan, atawajalia, atawawekea nyie utambuzi wa kutambua baina ya haki na batil, utambuzi wa kutambua baina ya kweli na isiyokuwa ya kweli. Atawajalia Mwenyezi Mungu kuwa na hiyo, yaani mtakuwa na nini? Ni elimu. Elimu ya nini? Ya utambuzi, ya ufahamu, ya kuelewa, ya kujua. Sasa uchaji Mungu unafanya mtu ajue haki. Kumwasi Mwenyezi Mungu unafanya mtu asijue nini? Haki. Yaj'al lakum, mkimcha Mwenyezi Mungu, yeye Mwenyezi Mungu atawajalia nyie furqanan, kifarikisho cha kufarikisha, kujua hii ni haki na hii si haki, hii ni batil, hii ni haki. Sasa uchaji Mungu unaongeza nini? Elimu. Uchaji Mungu unaongeza nini? Elimu. In tattaqullah, kumcha Mwenyezi Mungu, yaj'al lakum furqana, Mwenyezi Mungu atawajalia kuwa na utambuzi wa kutambua baina ya haki na batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, na Mwenyezi Mungu ata nini? Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, na Mwenyezi Mungu atafuta kwenu nyie maovu zenu mlizozifanya. Mkishakuwa na utambuzi, mkishakuwa na uchaji Mungu, uchaji Mungu unafuta madhambi mlioyafanya. Uchaji Mungu unafuta madhambi mlioyafanya, kwa kuwa innal hasanati yudhhibna sayyi'at, mema ukiyatenda yanaondosha maovu. Mshakuwa mchaji Mungu, bila shaka mema watenda inaondosha maovu. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, na Mwenyezi Mungu mkishakuwa nyinyi wachaji Mungu atawajalia kuwa nini? Yaj'al lakum furqana, mtakuwa na utambuzi wa kufarikisha baina haki na batil. Ya pili, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, na Mwenyezi Mungu atafutilia mbali kwani nyinyi madhambi zenu, makosa zenu atazifuta mbali. Wa yaghfir lakum, na Mwenyezi Mungu atawasame. Ya tatu, Mwenyezi Mungu atawasame mlioyafanya, yeye Mwenyezi Mungu atawafanyaje? Atawasame kwa kusitiri kwenu mabaya yenu, machafu yenu, atayasitiri Mwenyezi Mungu. Wallahu dhul fadli al-azim, na Mwenyezi Mungu yu mwenye nini? Yu mwenye fadhila na ihsan iliyokuwa kubwa. Ndio nisema nini? Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja,
waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, na yule mtu atakayemcha Mwenyezi Mungu kwa kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo na akajitenga mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu, zama za matatizo, Mwenyezi Mungu humjalia kuwa apate njia ya kutoka kwenye matatizo. Atakuwa na njia ya kutoka kwenye nini? Matatizo. Kwenye matatizo. Lakini sharti waman yattaqilla, atakaye mcha Mwenyezi Mungu kwa kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo na akajitenga mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu, huyu ndio Mwenyezi Mungu humfunulia njia ya kutokamana na matatizo yatakayompata. Tena mtu wa namna hiyo, mtu gani? Yattaqilla, mtu mwenye kumcha Mwenyezi Mungu kwa kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo na makatazo ya Mwenyezi Mungu akajitenga nayo mbali, mtu wa namna hiyo, wayarzuquhu min haythu la yahtasib, Mwenyezi Mungu atamruzuku kutoka upande ambayo isiyotaniwa, kutoka upande ambayo isiyojulikanwa. Mwenyezi Mungu atamletea riziki upande ambao hana matumaini nayo, upande ambao hana tamaa nayo, riziki yake itakuja. Sasa uchaji Mungu vile vile ni kivutio ya nini? Ya riziki. Uchaji Mungu ni kivutio cha nini? Cha riziki vile vile. Waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh, waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh, waman yatawakkal ala Allah, na yule atakayemtegemea Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu yamtosha. Mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu yamtosha. Na mwenye kumtegemea mtu anamkuta mtu hamtoshi, mpaka atakuwa na wategemezi 100, atategemea watu 100, atakuwa servant, atakuwa boy, mtumishi ya watu 100 kwa kuwategemea, na bado mpaka hapo hatakuwa ni mwenye kukamilika mambo yake. Sasa waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh, yule ambaye atamtegemea Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atamtoshelezea mambo yake. Inna Allaha balighu amrihi, inna Allaha balighu amrihi, kabla shaka Mwenyezi Mungu ni mwenye kufikisha mambo yake apendapo, atakapo, saa yoyote anayopenda. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadar, na kabla shaka Mwenyezi Mungu ameujalia kila kitu inayo kipimo chake, kadirio lake, kiasi chake, kila kitu kinayo kadirio lake na kiasi chake. Sasa aya inatutaka tuwe namna gani? Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waja mlioamini imani kamili, in tattaqullaha, mkimcha Mwenyezi Mungu kweli kweli, mkaweka maamrisho yake katika vitendo na makatazo mkajitenga nazo mbali, mkifanya hivyo, yaj'al lakum furqana, atawajalia Mwenyezi Mungu kuwa na utambuzi wa kufarikisha baina ya haki na batil, na daima mtakuwa mnafuata haki. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, na juu ya hayo atafuta Mwenyezi Mungu madhambi zenu, makosa zenu, maovu yenu mlioyafanya, atafuta Mwenyezi Mungu. Wa yaghfir lakum, na isitoshe Mwenyezi Mungu atasitiri aibu zenu, atasitiri maovu zenu. Siku zinakuja, siku za fedheha, siku ya kufedheheka ina nini? Inakuja. Ndio waja wema, waja wazuri wanamwomba Mwenyezi Mungu nini? Allahumma rabbana la taghdana baina ibadik la fi dunya wala fi akhirah. Ewe Mwenyezi Mungu, usitufedheheshe katikati ya waja wako duniani, hata akhera pia usitufedheheshe. Mungu ana kufedheheka ni nini? Asani yuko asani, Mungu ana kufedheheka aibu aliyosema hiyo nani? Marehemu Mwinyi. Mwinyi kasema Mungu ana kufedheheka ni aibu. Basi nyie wangwana, tazameni uzuri, siku za kufedheheka ina nini? Inakuja. Mbele ya kufedheheka mbele ya waja wa Mwenyezi Mungu wote, hata mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele ya mtume tunapenda kufedheheka.
basi tuone mambo tuigeuze, tufuate haki. Wallahu ta'ala. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Hapa Mwenyezi Mungu anataka tujue kitu. Maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwaje? Anataka Mwenyezi Mungu tujue kitu. Nini ilifanywa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Anasema Mwenyezi Mungu, anasema nini? Wa idh, kumbuka ya Rasulullah, wa idh, kumbuka ya Nabii Allah, wa idh, kumbuka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbuka idh yamkuru bika, pindi walipokufanyia hila wewe. Kumbuka pindi yamkuru bika, walipokufanyia hila wewe. Nani? Alladhina kafaru, waja waliokufuru. Kumbuka pindi waja waliokufuru walipokufanyia wewe hila. Kumbuka hila za watu juu yako. Kumbuka hila za waja wa Mwenyezi Mungu juu yako. Wamekufanyia nini? Wamekufanyia hila. Mushrikini, kafirini walichoka na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So huyu mtu tutamfanyaje huyu? Ametukazania dini, Islamu, tukazania. Tumechoka nayo. Tumfanyaje? Wakaita mkutano. Wakaita nini? Mkutano. Mkutano ulifanywa katika nini? Hall moja inaitwa Darun Nadwa. Wakakutanika huko. Huyu mtu tumfanyaje? Ametuchokesha. Sasa ona matokeo. Wataalamu wengine wamesema wamekufanyia vitivi, wamekufanyia hila hawa waja waliokufuru. Hila ya namna gani? Liyuthbituka, wakushike wewe, wakufunge kamba mpaka ufe. Rai ya kwanza, liyuthbituka, wakuthibitishe katika kifungo, wakufunge mpaka umalizike. Au yaktuluka, wengine wakasema mkimfunga jamaa zake watakuja watamkomboa. Sasa rai tulio nayo yaktuluka, wamekata shauri, huyo mtu tumuue. Tena tutamuua namna gani? Makabila zote zilizoko katika Maka hii itoe kijana mmoja hodari wa kushika upanga. Kwa hisabu na idadi ya makabila yapatikane hao wa vijana, akamatwe huyu Muhammad, wampige upanga mmoja kwa niaba ya makabila zote. Ikiwa makabila ni 12, mapanga ni mangapi? 12. Kwa damu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itagawanyika kwa makabila 12. Ikiwa imegawanyika kwa makabila 12, jamaa zake hawezi kwa makabila 12. Hiyo rai ya pili. Au yukhrijuk, wengine wametoa rai katika ile
Komangano katika ile meeting, ile general meeting, wengine wametoa wanasema huyu mtu au yukhriju, wengine wamesema wakutoe Maka wakupeleka mahala pambani, usiwe kwa mahala pale. Liyuthbituka, wakufunga mpaka ufe, au yaktuluka, au wakuue, au yukhrijuka, au wakutoe katika mji huu, wakuhamishe, wakugurishe, wakutoe. Anasema Mwenyezi Mungu, wayamkuruna, wamekaa katika ule mkutano wanafanya nini? Hila. Yamkuruna, wamekaa katika ule mkutano wanafanya hila zao. Wayamkuru Allah, na Mwenyezi Mungu anaupindua hila. Wanafanya hila zao na Mwenyezi Mungu naye yamkuru, anaupindua hila zao. Wallahu, na kabla shaka ya Mwenyezi Mungu, khairul makirin, ni mbora wenye kupindua hila. Mwenyezi Mungu ni mbora wenye kupindua hila. Walipokaa katika huo mkutano, Mwenyezi Mungu alileta wahi, ya Rasulullah, mahala hapa ni mahala pa hatari, apakaliki, toka katika hiyo nyumba usiku. Rasul salawatullah alaihi wasallam amemleta Ali, akamweka ndani mwake, ametoka. Wale wa vijana walikuwa wameshaletwa, wamezunguka ile nyumba, wakiongoja nini? Akitoka wamshike, wafanye kazi ya wakubwa. Lakini wiqayatullah aghna min kulli shay, hifadhio lake Mwenyezi Mungu ni ya kutosha kila kitu. Mwenyezi Mungu amemhifadhi, akitoka pale ametoka, akishika mchanga namna hiyo anaweka katika kila kichwa ya mtu. Watu kule wamekaa bumbuwazi, macho wazi, lakini kuona hawaoni. Miujiza wamekaa mpaka Mtume ametoka, mpaka uko baba ukiwa asubuhi, Ali huyo amefungua mlango, amjambo, wapi bwana? Muhammad hayuko, kutoka jana. Ndio kila mmoja akishika kichwa namna hiyo anakuta mchanga. Tajua hiyo mchanga hiyo bila shaka nani alio ni Muhammad. Hiyo ni miujiza, miongoni mwa miujiza. Mwenyezi Mungu anamlinda mtu wake. Mwenyezi Mungu anamlinda nani? Mtu wake. Wa idha tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Hawatu idha tutla, ikisomwa, pindi ikisomwa alaihim kwa wao, ayatuna, ayati zetu, hawa watu wakisomewa Qur'an. Sasa hawa watu wakisomewa Qur'an, watu gani hao? Makafiri wakisomewa Qur'an, ayatuna Qur'an, qalu, wanasema qad samina, tumesikia. Makafiri wakisomewa Qur'an wanasema nini? Tumesikia. Wanasema nini? Tumesikia. Maana yake nini? Achana na sisi, tumeshasikia hiyo maneno. Maana yake nini? Achana na sisi, qad samina, kabla shaka tumeshasikia hiyo maneno. Lau nasha, lau tungelitaka, la qulna mithla hadha, tungesema maneno kama hiyo unayosema. Ona ukorofi namna, ukorofi mdogo huo. Wakisomewa Qur'an, anasema waacha maneno.
Tumeshasikia maneno kama mangapi? Na pindi hata tukitaka sisi leo na sasa au tukitaka tutasema maneno kama hii, tutasema. Unaona? Tutasema. Ndio sasa ndugu yako akija kusema wote ni kwa Qur'an kile. Yeye wa kwanza? Ha? Na wengine walikuwa mbele. Wewe maimamu wako mbele, yeye ni maamuma. Wao ni maamuma. Maimamu walikuwako. Sema tumesikia hayo maneno na tungelitaka